Nawashukuru sana kwa heshima hii kubwa mlionipa. Ndugu wanachama na wanufaika, nimetaarifiwa kuwa Bukoba Rural Teachers Services and Credit SACCOS Limited, Burute SACCOS, ni chama cha ushirika cha akiba na mikopo cha watumishi wa umma wa wilaya za Bukoba na Misenyi ambacho kilianzishwa na kusajiliwa mwaka 2006 na lengo la kuanzishwa kwake likiwa ni kuwawezesha watumishi kukopeshana na kupata mikopo ya riba nafuu ya 7% isiyoumiza ili watumishi hao waweze kujiendeleza zaidi kiuchumi na kijamii kwa kufuata taratibu na kanuni za vyama vya ushirika. Ndugu wanachama na wanufaika, chama cha ushirika wa akiba na mikopo Burute SACCOS Limited kimekuwa na mafanikio mengi tangu kuanzishwa kwake mwaka 2006 hadi sasa. Kati ya mafanikio haya ni pamoja na kuwafikia na kuhamasisha watumishi wengi kujiunga nacho, na hadi sasa kinawahudumia jumla ya watumishi wanachama 1656. Pili, chama hiki kimekuwa kikilipa kodi za serikali kutokana na ziada inayopatikana takriban miaka 4 mfululizo. Tangu mwaka 2020 hadi mwaka 2024 kimelipa kodi ya serikali jumla ya shilingi milioni 370.9. Niwapongeze sana kwa kuchangia maendeleo. Ni kiwango kikubwa sana. Hivi makofi ni vidogo sana. Aidha, chama cha Burute SACCOS imeweza kuwekeza jumla ya shilingi milioni 35 katika benki ya shirika nchini kwa kununua hisa 70,000 ili kuendeleza mtaji wake. Ndugu wanachama, Burute SACCOS Limited hawakuishia hapo, bali wamekuwa wakigusa jamii kwa kutoa misaada mbalimbali hususan katika sekta ya elimu. Na leo tunashuhudia SACCOS hii ikitoa msaada wa madawati 340, vyandarua 205, mashuka 240, pampers za watoto chini ya miaka 5 boksi 6, sukari kilo 100, maharage kilo 200, pamoja na bima za afya kwa wanafunzi 40 ili kusaidia jamii katika sekta hizo za elimu na afya. Kiasi cha shilingi milioni 1 kimetolewa kwa kituo cha kulelea watoto yatima manispaa ya wilaya ya Bukoba. Niwapongeze sana wanachama wote wa Burute SACCOS kwa maamuzi yao ya busara ya kutenga ziada yao na kuamua kutenga kiasi fulani cha fedha na kuelekeza katika jamii ambayo sasa nayo inanufaika kwa kupatiwa mahitaji muhimu kama yalivyotajwa hapo awali. Ndugu wanachama na wanufaika, jambo hili linatokana na uongozi mzuri unaosimamia vizuri sheria, kanuni na taratibu za chama hiki cha Burute SACCOS na kuwezesha kupatikana kwa gawio la ziada ambalo linasaidia kupatikana vifaa hivi kwenye jamii. Niseme kuwa huu ni mfano mzuri na nitoe wito kwa vyama vingine vya akiba na mikopo kuiga jambo hili zuri na kuikumbuka jamii pale mnapopata ziada. Kwa kweli nawapongeza sana. Mimi ni watumishi wa umma na wengi wenu ni walimu, na sisi watumishi wa umma wote kwa kada zote vipato vyetu ni vya kawaida sana, lakini kuweza kutoa kiwango hiki chote kikubwa hivi, hata mimi mwenyewe nimefarijika sana. Sasa kwa sababu niko na mrajisi hapa, mrajisi msaidizi wa mkoa wa Kagera, mimi nachomeka hapa. Sisi watumishi wa umma tumetoa kikubwa kwa jamii kuliko nyie matajiri wa kahawa wa mkoa huu. Nenda kawaambie wafanyabiashara wa kahawa, wale wenye viwanda na wale wanaouza vitu, ukiondoa wakulima, wafanyabiashara wa kahawa, wale middlemen na wale wenye viwanda wanaoongeza thamani, na wenyewe kwa umoja wao wakusanye kitu, warudishe fadhila kwa wananchi. Hivyo ni tukishirikiana hivi tutaweza kuendeleza mipango mizuri ya serikali katika jamii zetu na kusukuma mbele gurudumu la maendeleo kwa pamoja. Ndugu wanachama na wanufaika, nimalizie hotuba yangu kwa kuwahakikishia kuwa serikali itaendelea kutoa ushirikiano kwa wadau wote ambao watajitokeza kuunga mkono juhudi za serikali za kuchangia maendeleo ya wananchi. Kama manispaa Bukoba, karibu sana.
Lakini la pili, niendelee kuipongeza Burete SACCOS kwa kazi kubwa wanayofanya na hasa kuigusa jamii kwa kurudisha kile kidogo katika jamii ambao wanafanya kazi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, manispaa yetu tuna shule za msingi za serikali 26 ambazo zinahitaji miundombinu ya madawati 8,571, lakini mpaka sasa hizi tuna miundombinu ya madawati 6,363 na hivyo tuna upungufu wa madawati karibia 2,100. Kwa hiyo kwa kazi kubwa aliyofanya Burete SACCOS leo ni kwenda kupunguza ile tofauti ya madawati ambayo ipo, na hili ni jambo ambalo la msingi kabisa la kuhusisha taasisi na jamii katika kushiriki katika kutatua changamoto zilizopo katika maeneo yetu. Kwa hiyo madawati yaliyotolewa leo 100 yanaenda kusaidia katika shule ya Kashenge tutapeleka madawati 20, Tumaini madawati 20, Kashai madawati 20, Mafumbo madawati 20 na Rwamshasha madawati 20. Kwa hiyo ataenda kusaidia kupunguza Lakini baada ya madawati, tuendelee kuwashukuru Burete SACCOS kwa kutoa bima 40 kwa wanafunzi wa 40 shule. Pia tunashukuru kwa kutoa vyandarua 125, sukari kilo 100, mashuka 80 kwa ajili ya wanafunzi wa shule ya msingi Mgeza Viziri ambao kwa sisi tuko tayari kutoa ushirikiano kwa SACCOS zote au taasisi zote ambazo zinafanya kazi katika maeneo yetu. Tuendelee kushirikiana, tuendelee kuigusa jamii katika kutatua changamoto mbalimbali, na hivyo tunawapongeza sana Burete kwa kuonyesha mfano kwa wengine, na tunakaribisha wengine waige mfano wenu wa moyo wa kujitoa kwa jamii. Burete SACCOS oye! Oktoba tunatiki! Oktoba tunatiki! Asante sana. Kwa niaba ya wanafunzi wote tuliopo mahali hapa, napenda kutoa neno la shukrani. Asante sana kwa ajili ya zawadi mlizotuletea siku ya leo. Nawashukuru sana sana sana. Kwa majina naitwa Mwalimu Joy Felix, ni kaimu afisa elimu msingi halmashauri ya wilaya ya Misenyi. Tunawashukuru sana Burete SACCOS ambao katika hafla hii ya siku ya leo wametukabidhi madawati 120. Madawati haya yataenda kupunguza changamoto ya madawati tuliyokuwa nayo, kwa sababu halmashauri ya wilaya ya Misenyi tulikuwa na upungufu wa madawati 1503. Kwa hiyo tunapongeza madawati haya 120 ambayo yatasambazwa kwenye shule 4, itatusaidia. Lakini pia tumepatiwa vyandarua, mashuka pamoja na mablanketi kwa ajili ya wanafunzi wenye mahitaji maalum wanaosoma shule ya msingi Bunazi. Shule ile inao bweni kwa ajili ya wanafunzi hao wa kike na wa kiume. Kwa hiyo msaada huu utachangia kuendeleza ari ya kujifunza kwa wanafunzi, lakini na kuondoa msongamano wa wanafunzi darasani, ambapo wanafunzi walikuwa wanakalia dawati moja labda watu 4. Kwa hiyo itasaidia kwa kiwango kikubwa. Inakwenda kusaidia vipi? Kama tunavyofahamu, ili mwanafunzi aweze kufaulu ni muhimu mazingira ya ujifunzaji na ujifunzaji yawe mazuri. Kwa hiyo ile hali ya kuondoa msongamano wa wanafunzi itachochea wanafunzi kuhudhuria madarasani, wanafunzi wanajisikia vizuri, kutokimbia masomo au vipindi. Kwa hiyo watajisikia vizuri, wanapokaa vizuri wanaweza kufundishwa vizuri na kuelewa. Naitwa Mwalimu Damian Ara Mwesiga, ninawakilisha wazazi kama mwenyekiti wa kamati ya shule ya msingi Tumaini, na kwa kweli kwa namna ya pekee nichukue fursa hii kuwashukuru Burete SACCOS kwa hiki walichokitenga kwa ajili ya jamii. Tukichukulia mfano kama madawati, kama taarifa ilivyotolewa, tuna upungufu mkubwa wa madawati katika shule zetu. Kwa hiyo
hiki kilichopatikana kinakwenda angalau kupunguza upungufu uliopo katika shule zetu. Kwa hiyo ni msaada mkubwa. Tuombe pia kwamba hata taasisi nyingine ziendelee kujitokeza kutoa msaada kama huu ili kurudisha fadhila kwa jamii ambayo wamo au wanapofanyia shughuli zao kama taasisi hizo husika. Mategemeo yako yakoje baada ya madawati haya kutolewa? Baada ya madawati haya kutolewa, ni matarajio yangu kwamba tunakwenda kupunguza msongamano wa watoto ambao kwa njia moja au nyingine wanapungukiwa mahali pa kukaa. Kuna upungufu wa madawati. Kwa hiyo tunakwenda angalau kupunguza hilo na watoto wetu kuweza kukaa na kujifunza vizuri kupitia madawati haya watakayokuwa wameyapata. Asante. Hitaji la afya tumeona ni muhimu sana. Tumeweza kuwalipia bima ya afya kwa mwaka mzima. Kwa hiyo wataweza kupata matibabu katika hospitali yoyote bila kupata shida na usumbufu kutokana na changamoto wanazopata wazazi. Lakini pia tumetoa sukari, maharage kwa wanafunzi wenye mahitaji, na mahitaji haya hatukutoka nayo kichwani. Tumezunguka, watendaji wamefanya uzengezi kuangalia mahitaji walionayo, mahitaji halisi. Kwa hiyo haya ni mahitaji ambayo yametoka kwenye maeneo na vituo ambavyo tumevitolea msaada. Ni rai yangu kwa wale wanachama, lakini pia kwa wale ambao wangependa kuwa wanachama. Leo tunao jumla ya wanachama 1675. Lakini ukiangalia watumishi walio katika wilaya hizi mbili, kwa maana ya halmashauri ya wilaya ya Misenyi, Bukoba manispaa pamoja na halmashauri ya wilaya Bukoba, ni wengi. Ni waombe wajitahidi sana kujiunga, chama chetu kiwe kikubwa, na tunaamini wanapojiunga wengi, licha ya kujikwamua kiuchumi, lakini pia jamii inayotuzunguka itaweza kufaidi, kwa sababu tutaweza kuzalisha zaidi. Pengine vitu ambavyo vimetolewa vina thamani ya vitu vilivyotolewa nimetaja kwamba vina thamani ya shilingi milioni 41.3.